Bwana Yesu asifiwe sana. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe channel hii, nikutake usubscribe na ukishare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Kama ilivyo ada, mahali hapa tunajifunza, tunapata madarasa mbalimbali na mafundisho mazuri ya kiroho na yanatufanya tumjue Mungu na kusogea karibu zaidi na Mungu. Na siku ya leo nina somo moja zuri sana, na ningependa nikuombe uwe makini sana, ila usiache kuiangalia video hii mpaka mwisho. Isikilize na itazame video hii mpaka mwisho. Naamini kuna kitu Mungu amekuandalia kupitia video hii, kama ambavyo mimi mwenyewe nilijifunza sana kupitia somo hili. Nataka leo niongee kuhusiana na jinsi ambavyo mtu anachukua laana ya ukoo kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Yaani zile tabia za kiukoo, ile mizizi ya kiukoo inavyotoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Unakuta unayaishi maisha ambayo aliishi babu yako miaka ya nyuma kule. Na wewe unayaishi hayo, jinsi ambavyo unapokea, jinsi ambavyo mtu anapokea maswala ya kiukoo kutoka mmoja kwenda mwingine. Na leo ninataka niliongelee hili kwa sababu nimeona katika jamii zetu nyingi za maisha ya Kitanzania na Kiafrika watu wamekuwa wakisumbuliwa sana na tatizo hilo. Unakuta watu wanakufa kabla ya umri fulani, na asilimia kubwa 80 ya ukoo watu wanakufa katika umri huo, au katika maisha yao kuna kitu fulani hawafanikiwi, basi inakuwa hivyo. Umeona, fulani ya kufanikiwa, babu wa kufanikiwa, au magonjwa fulani yanatoka kwa huyu anakuja kwa huyu, anakuja kwa huyu. Kama ni utaratibu fulani au desturi fulani hivi kamekuwa kamejengeka katika ukoo, na hata kakikutokea unasema hii ni ukoo wetu, hiki kitu ni ukoo wetu, hiki kitu ndivyo tulivyo. Umeshaona kwamba ndivyo tulivyo. Hasa nataka ujifunze somo hili pamoja nami, alafu nafikiri baada ya somo hili Mungu atatusaidia, tutakata ule mzizi kutoka katika ukoo, tutaukata kabisa na tutabaki sisi kuwa mali ya Kristo. Kuna mtu mmoja kwenye Biblia ni maarufu sana, anaitwa Daudi. Daudi ni maarufu sana katika Biblia. Yule alikuwa ni mfalme wa tofauti sana katika wafalme ambao waliwahi kutokea, kiasi cha Mungu kuingia naye agano kwamba katika maisha milele zote hakutaondoka kiti cha enzi cha Daudi katika ufalme. Kwa kiti cha enzi cha Daudi cha ufalme ni cha milele, kwa sababu ya jinsi Daudi alivyoishi na Mungu maisha ya ukamilifu. Alikuwa amekamilika yule mtu aisee. Alikuwa na moyo wa ajabu sana. Alikuwa moyo wa tofauti mno katika wafalme. Daudi alikamilika. Lakini pamoja na Daudi kukamilika, Daudi aliwahi kumkosea Mungu kwa jambo moja kubwa sana ambalo alilifanya. Jambo hilo ni lipi? Daudi alizini. Alilala na mke wa mtu, na huyo mtu aliyelala naye anaitwa Uria. Uria hakuwa Muisraeli wa asili, ila alikuwa ni mwanajeshi katika majeshi ya Israeli. Yaani alikuwa ni yule Muisraeli ambaye kaadapti au kakachukua uraia niseme. Kiasili yeye Uria alikuwa ni Muhiti. Wahiti ni wale watu waliokuwa wenyeji wa Kanaani kabla ya Israeli kuitawala ile Kanaani yenyewe. Kwa hiyo yeye alikuwa ni kabila la Wahiti, hakuwa Muisraeli wa kuzaliwa huyo Uria. Na alikuwa na mke anaitwa Betsheba. Sasa siku moja wakati wa vita, Daudi hakwenda vitani na itakiwa awepo vitani. Alibaki nyumbani. Akiwa amebaki nyumbani akamwona yule mwanamke anaoga, kwa sababu yeye alikuwa katika miaka ya nyuma, jinsi ambavyo nyumba zilikuwa zinajengwa, nyumba ya kifalme iko juu ya ghorofa. Alafu wakina mama walikuwaga kuna visima vyao wanakuwa wanaoga. Sasa akiwa kule juu alikuwa anaona maeneo mengi, ni mfalme yuko kwenye jumba la kifalme, akamwona yule mwanamke anaoga, akamtamani. Alipomtamani akawatuma wapambe wake wakaenda pale kwa oda ya mfalme, yule mwanamke akalala. Kwa Daudi akalala na yule mwanamke kwa nguvu ya kifalme, yani kwa ushawishi
wa kifalme. Yamkini ingelikuwa ni kwa mtu wa kawaida, yule mwanamke asingeweza kukubali, lakini kwa sababu ni mfalme ikabidi akubali. Hatuwezi tukajua sana au ilikuwa namna gani, lakini mwisho wa siku Daudi alilala na mke wa mtu. Baada ya muda kupita sasa, unajua vita ilikuwa ni vita ya muda mrefu, yule mwanamke akawa amepata ujauzito. Baada ya kupata ujauzito yule mwanamke, Daudi akaona sasa huu ujauzito ni wangu, na alitambua kabisa ujauzito ni, kwa sababu yule jamaa hajawahi kurudi nyumbani. Yeye analala kambini vitani huko, kunakuwa na kambi zile za vita, mpaka mtakaposhinda ndo mtarudi nyumbani. Kwa hiyo yule mwamba yupo vitani, hajawahi kurudi nyumbani, na mke wake nyumbani ni mjamzito, ana mimba, na hiyo mimba ni ya nani? Ni ya mfalme, na yule jamaa hajui. Yeye anapambana majeshi ya Bwana chini ya mfalme. Sasa baada ya Daudi kuona kwamba yule bwana amepata mke wake ana ujauzito, alafu ni kashfa kwa kipindi kile. Kwa sheria za Musa ilikuwa ukizini na mke wa mtu unatakiwa upigwe mawe mpaka ufe. Hilo ndio sheria ya Musa, na Israeli ilikuwa katiba yake ni sheria ya Musa na lazima itekelezwe, na aliyeivunja ni mfalme. Inakuwaje? Kwa mfalme akaona cha kukifanya hapa ni kumsingizia mimba yule mwanaume. Kwa hiyo akamuita yule bwana kutoka vitani, na yule bwana akashangaa, inakuwaje mfalme aache kuita majemedari wote ainiite mimi? Yaani mimi naenda kuongea naye nini kwa habari za vita wakati mimi ni mwanajeshi wa kawaida? Akaitikia. Alipofika pale basi akaenda ikulu, akapiga stori. Daudi akamlewesha sana, ili baada ya kulewa jamaa arudi nyumbani akalale na mke wake, na mwisho wa siku ijulikane kama mimba ni ya bwana. Lakini yule bwana alivyo ajabu, anaamka asubuhi, Daudi anamkuta bwana yuko chini ya mlango wake, kalala kibarazani kwa mfalme, hajalala ndani. Daudi akamuuliza, wewe kwa nini hujalala kwa mke wako? Nenda kwa mke wako nyumbani kwako, si unapafahamu? Si pale, rudi nyumbani. Jamaa akasema, mfalme, mimi nawezaje nikaenda kulala nyumbani kwenye kitanda kizuri na mke wangu wakati taifa la Bwana liko vitani? Ninapata wapi ujasiri wa kupata usingizi kwenye kitanda changu kizuri wakati taifa la Bwana liko vitani? Kamwe sitaweza kulala mpaka tutakaposhinda hii vita, ndipo nitakuja kulala katika kitanda kizuri nyumbani kwangu. Kwa jamaa akagoma kulala kwa sababu taifa la Bwana liko vitani. Mfalme akaona hii leo ni kasheshe, hapa tunafanyaje? Baada ya kuona inashindikana kabisa kumsingizia mimba yule bwana, na itajulikana sasa kwamba hii mimba ni ya mfalme, kilichokuja kutokea, Daudi akaamuru Yoabu ambaye alikuwa ni jemedari wake aende vitani, aende kumtanguliza Uria mbele kabisa. Yaani amtangulize yule Uria, atangulie katika front line ile mbele, ili wale mabwana watakapokuwa wanapigwa basi Uria awe ni miongoni mwa watu wa kwanza kufa. Kwa hiyo akamtanguliza vitani. Na kama unafuatilia masuala ya vita za kizamani, walikopo kuna watu wanakaa kwenye ngome yao, wanakuwa wanalinda ukuta na geti lao lile. Kwa wengine wanaenda wakisogelea ule ukuta, kuna watu juu ya ukuta kule wanakuwa wengi wanavuta ile mishale. Kwa ilikuwa uwezi ukaenda kusogelea ukuta kienyeji tu kwa sababu utakufa. Na baadaye kwa sababu ni amri ya mfalme ikabidi watu wasogelee ukuta waende kupigana. Wakafa watu wengi sana kizembe, na Israeli ikapigwa. Kwa hiyo ikawa ni kosa kubwa la pili Daudi alilofanya. Kwanza kalala na mke wa mtu, pili kaua mtu, alafu jambo la tatu kasababisha taifa la Mungu likapigwa. Baadaye Mungu akakasirika hicho kitu. Baadaye sasa, baada ya kumwona yule bwana amekufa, Daudi akasema sasa kwa sababu watu wamekufa tunafanyaje hapa? Akamuoa yule mke wa yule bwana. Kwa alipooa yule mwanamke wa yule askari aliyekufa marehemu, ikaonekana kwamba mimba ni ya mfalme na mfalme kamuoa. Kwa hiyo ikaonekana kweli ni mimba yake kamuoa, lakini kumbe alikuwa amemuoa ili kuficha jambo ambalo amelifanya mfalme. Sasa hakuna kitu unaweza kukifanya kikamficha Mungu. Mungu hafichwi na chochote. Chochote unachokifanya sirini Mungu anakiweka hadharani. Kwa Mungu akamwangalia Daudi, akamtumia ujumbe, akamwambia Daudi, kwa sababu umekifanya hiki kitu sirini, mimi Mungu nitaenda kukifanya hiki kitu hadharani, tena mchana kweupe nitakifanya. Tena nitakifanya kupitia uzao wako.
Sasa wakati wa ile laana ambapo Mungu ameiongea kwa Daudi inaenda kumpata, kuna jambo nikawa najiuliza, Daudi inawezekanaje? Katika Zaburi ya 51 Daudi anamuomba Mungu rehema, anatubu baada ya kumkosea Mungu kulala na mke wa mtu. Akawa anamuomba Mungu, anasema Mungu, ninaomba unisamee mimi, kwa sababu mimi ni muovu tangu kuzaliwa kwangu. Anasema yeye ni muovu tangu kuzaliwa kwake. Anasema kwa sababu mama yangu alichukua mimba hatiani. Mama yangu alichukua mimba hatiani. Unafahamu maana ya huu msemo kwamba mama yangu alichukua mimba hatiani? Inamaanisha mama yangu alinizaa hatiani. Unajua maana ya kumzaa hatiani? Inamaanisha kwamba yeye Daudi ni mtoto wa nje ya ndoa. Ndio maana ya kumzaa hatiani. Kwa wale wenzetu wanasema mwana wa haramu ambaye amezaliwa nje ya ndoa. Sasa nikawa najiuliza, kumbe Daudi tunamuona anazini na mke wa mtu, lakini lile swala la uzinzi halikuanzia kwa Daudi. Daudi anasema hata mama yake alimzaa hatiani. Umeona? Kwa hiyo Daudi anaipokea ile dhambi, anapokea lile tatizo kutoka kwa mzazi kuja kwake. Sasa nikamfuatilia mzazi wa Daudi. Baba yake Daudi anaitwa Mzee Yese. Siku moja Samuel alipofika kwa Mzee Yese, akawa anakuja sasa kuwatawaza mtoto mmojawapo wa Mzee Yese ili awe mfalme. Akamwambia Mzee Yese kwamba niitie watoto wako wote, kwa sababu Mungu amechagua mfalme miongoni mwa watoto wako. Kwa hiyo Mzee Yese akaita watoto wake wote. Alipowaita watoto wake wote wa kiume, Daudi hakuwepo miongoni mwa wale watoto wa Mzee Yese. Daudi hakuwepo miongoni mwa wale watoto wa nani? Wa Mzee Yese. Inamaanisha je, Daudi sio mtoto wa Mzee Yese? Sasa ukiunganisha hapa kwamba na ile sala ya Daudi kwamba mama yangu alichukua mimba hatiani, inamaanisha kumbe Daudi alikuwa hahesabiki kwamba ni mtoto wa Mzee Yese, kwa sababu Mzee Yese alimzaa Daudi nje ya sheria ya Musa, nje ya ndoa. Kwa hiyo inamaanisha Mzee Yese alizini, baada ya kulala na mwanamke mwingine ndo akampata Daudi. Kwa Daudi alikuwa haingii katika ulisi wa Mzee Yese. Kwa katika masuala yoyote ya ulisi, Daudi hata kuwa na sehemu yake, kwa sababu ametoka, ni mtoto wa nje ya ndoa. Kwa hiyo anapomuita nabii, anapomwambia leta watoto wako, anajua na hili swala ni swala la kimungu, litahusisha utakatifu, na mimi huyu Daudi sijampata katika njia safi, katika njia ya utakatifu. Akaita watoto wake wote ambao amewapata katika njia sahihi, akashindwa kumwacha, akamwacha mtoto wake ambaye alimpata kwa njia ambayo sio sahihi. Sasa sumeona, kwa Daudi anaipokea toka kwa Mzee Yese, na yeye anaenda kwa Belsheba, analala na mke wa mtu. Kwa hiyo sasa nikajiuliza, nikawa naendelea kufuatilia uzao wa Daudi. Daudi alikuwa ana watoto wengi. Miongoni mwa mtoto wake mmojawapo anaitwa Amnon. Yule mtoto wake Amnoni alitokea kuwaka na tamaa, akampenda dada yake wa baba mmoja. Dada yake alikuwa anaitwa Tamari, na akawa anamtaka, anamapproach, anamwambia mimi nakupenda, naomba unikubalie. Hasa yule anamwambia wewe si kakaangu. Yaani wewe unanipenda mimi, wewe ni kaka, siwezi nikafanya kitu kama hicho. Akawa anamsumbua sana, namtaka dada yake. Alipoona ameshindwa kabisa kumpata dada yake, na dada yake akamkataa, akambaka. Umeona sasa ile kitu inatoka kwa Daudi inahamia kwa watoto. Kwa hiyo mtoto wake mmoja akambaka ndugu yake kwa tamaa, na baada ya kumbaka ndugu yake tunaona akawa amemchukia. Ni baada tu ya kutimiza lile swala la kubaka, akamchukia. Kukatokea mtafaruku mkubwa kati ya watoto wa Daudi. Kwa watu ambao mnasoma kile kisa cha Absalom, au watu ambao mmefuatilia video zetu hapa, nilikuwekea kisa cha Absalom, niliongea vizuri sana hilo, na sitakuwa na haja ya kulirudia kwa sababu leo tunaongelea kitu kingine.
lakini tunaona kukatokea mauaji, wakauana watoto wa Daudi baadhi yao. Lakini mwisho wa siku kuna mtoto wake mmoja Daudi anaitwa Absalom. Absalom alikuwa na hasira na Daudi baba yake, akaja akampindua Daudi madarakani. Daudi pamoja na sifa zake zote za wanajeshi na nguvu za vita aliwahi kupinduliwa, na alivyopinduliwa alikimbia kiti cha enzi, alikimbia kabisa. Daudi katika maisha yake hajawahi kumkimbia adui, lakini kwa mara ya kwanza alikimbia kiti cha enzi. Na alikimbia vipi? Anamkimbia mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, anataka kumuua baba yake. Kwa hiyo Daudi akakimbilia mbali. Tena alienda mapangoni huko, akaenda jangwani huko, akawa ameenda kuisalimu nafsi yake. Lakini wakati Daudi amekimbia, hakuweza kukimbia na watu wote, aliwaacha masuria. Kwa hiyo kuna watu wengi sana walikuwa wamekimbia naye, lakini hakuweza kukimbia na watu wote, akawaacha masuria. Masuria ni wale wake wadogo, ni mabibi wadogo, zile nyumba ndogo. Kwa hiyo kuna wakina mama walibaki pale. Kwa yule Absalomu alipofika pale, jambo alifanya kitu kimoja cha ajabu sana, kitu cha laana kubwa sana. Kitu ambacho alikifanya kinafikirisha sana. Absalomu akatembea na wake wa baba yake, yaani akatembea na wake wa Daudi. Walibaki wanawake 10 masuria kutoka kwa Daudi. Absalomu akalala nao wale wanawake wake wa baba yake. Tena alilala nao mbele ya maaskari zake, majemedali wake, wanashangilia. Sasa unaweza ukafikiria huyu mtoto amepata wapi ujasiri wa kufanya jambo la laana namna hiyo? Tunakumbuka kwamba Daudi aliwahi fanyaga hivyo kwa mwanamke anaitwa Belsheba. Kwa ameipata kwa baba yake Daudi. Sijui unanielewa? Na Daudi naye kaipata wapi? Kaipata kwa mzee Yese, kwamba mama yangu alichukua mimba hatiani, kaipata kwa baba yake. Lakini mzee Yese aliipata wapi? Mzee Yese aliipata wapi? Sasa wakati ninafuatilia ukoo wa Daudi, ukisoma kitabu cha Yoshua pale, wakati wanaenda kuipeleleza ile Yeriko, wanapoipeleleza Yeriko, wale wapelelezi waliotumwa, kuna mwanamke mmoja alikuwa kahaba anaitwa Rahabu. Yule Rahabu akawaficha wale wapelelezi wawili, wakati watu wanawatafuta kwamba kuna wapelelezi wameingia mtu waue. Alafu Rahabu akawaambiaje wale wapelelezi? Akawaambia, jamani, najua Mungu atakuja kuihukumu hii Yeriko. Atakapokuja kuihukumu Yeriko, mtakapokuwa mnawaangamiza hawa watu wa Yeriko, ninawaombeni tafadhali mninusuru kwa wema huu nao wakarimu. Naombeni ukarimu huu mninusuru. Wakasema tutakuua. Kwa walipokuja kuipiga ile Yeriko, wakamkumbuka Rahabu. Kwa Rahabu akuuliwa, ingawa Rahabu alikuwa ni kahaba anayejiuza. Kwa hiyo akachukuliwa Rahabu, akawa ni mmoja kati ya Waisraeli. Kwa Rahabu akaja akawa Muisraeli wa kufikia. Kwa sasa yani ukianza sasa kufuatilia sasa vizazi vya Rahabu, ukoo wa Rahabu ukaanza kufuatilia watoto wake unakuja kumpata mzee Yese. Kwa hiyo Yese alitokea katika ukoo wa Rahabu, uzao wa Rahabu. Kwa hiyo umeona sasa ile dhambi kumbe imeanzia, hilo tatizo limeanzia kwa Rahabu, alikuwa ni kahaba. Limefika kwa Yese, limefika kwa Daudi, likafika kwa watoto wa Daudi. Sasa ukijumlisha haya mambo yote, angalia kilichokuja kutokea kwa Sulemani, ndio lilikuja kuwa balaa. Likaja kuwa balaa kubwa la taifa kwa Sulemani, wanawake 1000. Ilikuwa ni hatari. Umeona, kwa Yese, kwa Daudi, sijui kwa Rahabu, kwa nani, Sulemani ndo akaja akafunga kazi. Wake 1000. Masuria 300, 700 kwa masuria 300. Wanawake 1000. Mpaka unajiuliza, hata kwa siku akiwa anaenda kwa mke wake mmoja, hawaishi, kwa sababu mwaka una siku 300 ngapi? 65. Wake 1000 inamaanisha mpaka upite kila siku kwenye nyumba moja. Unamaliza miaka mingapi ndugu yangu? Ilikuwa ni hatari. Sasa kilichokuja kutokea kwa Sulemani, wale wanawake wakaubadilisha moyo. Wakabadilisha moyo wa Sulemani. Sulemani akaanza kuabudu misanamu, akaanza kuabudu miungu ya kigeni, akaanza kujenga madhabahu za masanamu,
akaanza kufukiza uvumba, akaanza kufanya ibada za masanamu, wakaubadilisha moyo wa Sulemani, kitu ambacho kikafanya Mungu aligawe taifa la Israeli. Taifa la Israeli kaja likagawanyika mara mbili, likapasuka kwa sababu ya dhambi za Sulemani, baada ya uovu aliokuwa anaofanya. Lakini tunaona ni tatizo ambalo alikuanzia kwa Sulemani, limepokelewa kutoka huko mpaka likamfikia Sulemani. Sasa hii cheni ndio ambayo inawatesa watu wengi katika maisha leo. Unayaishi maisha ambayo aliyekoseaga ni babu yako huko, alisemaga, aliokaga agano na mizimu kwamba mimi na ukoo wangu wote tutatumikia ili agano. Kwa hiyo umezaliwa katika ukoo ule, unashare damu yao, DNA, unashare jina lao. Umeona, jina lao unalishare, unashare damu yao na jina lao, na umetoka katika viuno vyao. Kwa hiyo unaingizwa katika yale maagano, unaingizwa katika ile cheni. Hata ukitaka kutoka vipi unashindwa kutoka. Kwa sababu gani? Upo katika ile cheni. Unakuta unasumbuka sana na masuala fulani, labda ni ya uzazi au watoto, lakini ni cheni imeanzia huko nyuma. Leo watoto wanakuwa na tabia mbaya sana, lakini ukifuatilia kwa umakini, ukifuatilia vizuri, hata mjomba wake anazo, hata baba yake mkubwa yule wa kule mkoa anazo, babu yake yule aliyefariki alikuwa nazo. Unakuta kumbe haijaanzia kwa huyu mtoto. Yaani hata wewe mwenyewe unayenitazama una matatizo fulani, unayo mengi sana. Ukianza kujikagua unakuta haya, kumbe hata mzee wako alikuwa nayo. Unaweza kukuta hata mama alikuwa nayo, bibi naye anayo, na wewe unayo. Alafu mwisho wa siku unajifariji, bwana, mbona sisi mbona mzee aliishi? Mbona tunaishi nayo? Sasa niko hapa leo kukwambia kwamba inawezekana ukajitoa katika ile cheni ya ukoo, ukajitoa kabisa katika maagano ya ukoo, na zile madhabahu zako zikatoka. Kwa sababu gani nakwambia hivyo? Sisi si ukoo tena wa dunia hii. Mimi hapa natoka katika ukoo wa Mwakisyala, let's say. Natoka tena katika ukoo, mama yangu upande wa Mwakisyala, mzee wangu upande wa Kimanga. Natoka katika koo hizo. Hizo koo pia zina matatizo mengi. Mambo mengi ya ajabu zinayo, na mazuri yake mengi zinayo. Sasa mimi ninashiriki jina lao na damu yao. Kwa hiyo automatic zile tabia za kiasili, tabia za asili zile ambazo zinaishikilia ukoo wangu, zile tabia za asili ndo kama misingi ya ukoo wetu. Zile tabia za asili, kwamba hata mimi nikizaa mtoto natakiwa yule mtoto awe na tabia zile zinazofanana na ukoo wetu. Atakuwa na tabia ambazo zinafanana na ukoo wetu mtoto wangu, na mtoto wake pia atakuwa na tabia hizo hizo, kwa sababu hiyo ndio misingi ya ukoo wetu. Umeona, hata kama ni mbaya atatakiwa awe nazo. Sasa ninachokifanya mimi hapa, ninajitoa katika asili ya ukoo wangu. Najitoa katika asili ya familia yangu. Ile asili, ile nature, najitoa. Naingia katika nature ya familia ya Kristo. Naingia katika asili ya familia ya Kristo. Kwa jina langu la ukoo sasa hivi katika ulimwengu wa kiroho litakuwa linasomeka hili nililosomeka, lakini katika ulimwengu wa kiroho mimi natambulika kama mali ya Kristo. Mimi natambulika kama mtoto wa Mungu. Baba yangu anatambulika kama Jehova Mungu, ndo baba yangu. Anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Kwa maana hiyo sasa inamaanisha ninatoka katika ile asili ya familia yangu, naingia katika asili ya Mungu, kwa maana mimi ni mwana. Tazameni ni pendo la jinsi gani alilowapa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo inamaanisha kuanzia sasa mimi nakuwa ni wa Bwana, ni wa Mungu, ni mtoto wa Mungu. Kwa maana hiyo nakuwa ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo natoka katika ile asili ya familia yangu, katika asili ya maagano yangu, na ninabadilishwa jina, naitwa jina la Kristo. Kwa mimi pia ni Kristo ndani, kwa sababu ndani yangu nimembeba Kristo, na mimi nakuwa Kristo ndani yangu. Kwa hiyo ninatambulika katika ufalme wa Mungu kwamba mimi ni Kristo. Katika ulimwengu wa roho natambulika kama ni Kristo. Kwa hiyo
hata ile asili ya ukoo wangu itakapokuwa inafuatilia maisha yangu, ile asili itakapokuwa inaanza kuyafuatilia maisha yangu, sasa maanake ile asili inafuatilia DNA, inafuata, inapokuja kufuata DNA, kwa sababu mimi hii damu yangu hii DNA yake ni ya ukoo wangu mimi. Kwa ile asili itakapokuwa inafuatilia hii DNA, itakapokuja kwenye DNA ya damu yangu, haitasoma damu ya ukoo wangu, itasoma DNA ya damu ya Kristo, kwa sababu ile damu ya Kristo imeniunganisha mimi na Kristo. Kwa maana hiyo DNA yangu mimi sasa hivi katika ulimwengu wa kiroho ni katika damu ya Kristo, katika ulimwengu wa kimwili katika ukoo wangu, ni sawa, lakini katika ulimwengu wa kiroho ile asili itakapokuwa inanitafuta itakumbuka kwamba mimi ni damu ya Kristo. Kwa hiyo DNA yangu inasoma mbinguni, inasoma msalaba. Kwa hiyo inamaanisha ile asili haitanikamata mimi. Hivyo ndivyo tunavyojitoa katika maagano na matambiko na mambo yote ya kiukoo na kifamilia zetu ambayo yanatesa sana watu. Sasa naomba niishie hapa kwa sababu hili somo litaendelea na tutakuwa na haraka ya kulimalizia hapa, ila nimekupa msingi mkubwa sana wa masuala haya ambayo yatakusaidia sana wewe utakapokuwa unayatafakari. Na kama una jambo lolote unaloliona kabisa linakutatiza kutoka katika ukoo wako, linakufuata na wewe na linakuasili, linakurudisha nyuma, linakufanya usipige hatua, usisite kutushirikisha. Namba zetu ni hizo hapo, tushirikishe, tutakushauri, tutakufundisha, lakini tutaomba na wewe. Na usiache kufuatilia channel hii kwa sababu tutakuwa tunafundisha kwa mtiririko na mpangilio mzuri sana wa mambo haya mpaka pale ambapo Mungu atatuachilia neema ya kujua zaidi na zaidi na zaidi. Lakini kwa sasa wewe ambaye hujaokoka na unatamani kuokoka, naomba ningependa kuomba na wewe. Unaweza ukafuatisha sala hii fupi, alafu kwa imani kabisa ukafuatisha sala hii fupi. Kusema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa neema yako na neno lako. Umesema nami kwa habari ya asili yangu. Kumbe asili yangu mimi si ya ukoo wangu wala familia yangu, bali asili yangu ni ya msalabani. Ninaomba Baba unisamee. Ninaurudia msalaba. Ninarudi msalabani. Ninajiungamanisha na wewe Yesu. Ninajiungamanisha na mwili wako Yesu kupitia damu ya msalaba. Nisamee makosa yangu yote niliyokukosea. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Liandike jina langu kwa upya katika kitabu cha familia yako Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Kuanzia hivi sasa mimi ni asili ya mbinguni. Amen. Basi kama umeokoka, unaweza ukatutumia ujumbe huu kwamba nimeokoka kupitia mafundisho ya channel hii, na sisi tutamshukuru Mungu pamoja na wewe. Lakini kama una mahitaji yoyote, unatamani tukushauri ama tukuombee, basi unaweza ukatutafuta kwa namba hizo unazoziona hapo kwenye screen. Lakini nikutake tu somo hili litazidi kuendelea na litazidi kumuona Mungu mahali hapo. Na zaidi ya yote pia, wewe ambaye unatamani kushiriki pamoja na sisi baraka hizi, usiache kutusapoti kwa sadaka yako. Sadaka yako inahitajika sana 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 katika kujenga mwili wa Kristo kupitia kazi hii. Kazi hii ni njema ndugu zangu, tunaifanya kwa moyo wa kujitoa na kwa moyo wa unyenyekevu kabisa mbele za Mungu, ili kuliponya kanisa la Mungu na kumrudishia Yesu utukufu kupitia neno lake na neema yake. Kwa unaweza ukawa sehemu ya huduma hii kwa kutusapoti sadaka yako. Utakapotusapoti sadaka yako, utakuwa unahubiri pamoja na sisi na utakuwa unafundisha pamoja na sisi. Kwa mtu yeyote atakayebarikiwa kupitia mafundisho haya, kupitia neno hili, atakayeokoka wakati Mungu anatubariki sisi, basi na wewe utakuwa miongoni mwa baraka hiyo, kwa sababu umekuwa sehemu ya huduma hii. Na niseme Mungu awabariki sana watu wote ambao mnatusapoti. Michango yenu kwa kweli inatusaidia sana katika kuiendeleza kazi hii muhimu sana. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Mpaka wakati ujao. Amen.